Aprili mosi mwaka 2025, mwendelezo wa sikukuu ya Eid al-Fitr, Eid Mubarak, ikiwa ni Eid pili leo kwa Waislamu hapa nyumbani Tanzania. Na mimi nikutakie Eid Mubarak njema kabisa. Ninakukaribisha katika viwanjani siku ya leo, ni Said Salim Msumi. Kuna mengi sana ambayo tutaweza kuyaangazia. Kubwa zaidi ni kuhusiana na mchezo wa robo finali wa michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika kati ya Al Masry dhidi ya Simba Sports Club, mnyama mkali. Tutakwenda kuangazia mchezo ambao unachezwa hapo kesho. Takwimu zimekaje, matayarisho yapoje, maandalizi yapoje. Tutakwenda kuangazia pia mashabiki hapa nyumbani Tanzania wanazungumzia kitu gani kuhusiana na mchezo kati ya Al Masry dhidi ya Simba Sports Club, mnyama mkali. Nikumbukize tamu zaidi ya msimu 2017-18 ambapo Al Masry alimuondoa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Ukiachana na hayo, tutakwenda kugusia kuhusiana na urejeo wa ligi kuu ya NBC. Michezo mitatu hapo kesho. Tabora United, nyuki wa Tabora, wakiwakaribisha Young Africans, bingwa mtetezi. Tambo zikiwa zinatawala kwa maafisa habari, lakini tutakuja kuongezea takwimu zenyewe kamili kwa ajili ya mchezo wa hapo kesho. Pamba Jiji Football Club kesho akiwepo dimbani dhidi ya Tanzania Prisons, lakini bila kusahau mchezo mwingine ni Fountain Gate wakipambana dhidi ya Singida Black Stars. Tukiachana na hayo, kwenda kuangazia takwimu na michezo na urejeo wa ligi kuu ya NBC. Jambo lingine la muhimu zaidi, tutakwenda kuangazia ligi kuu ya wanawake Tanzania bara, CSA Queens hapo jana wakipambana dhidi ya Gates Program. Lakini unaikumbuka timu ya Lipuli Wanapalu Hengo, Lunoge Lweki, wazee wa mapango kutokea ngome ya Mkwawa pale mkoani Iringa. Tutakwenda kuangazia anguko la timu hii ambayo baada ya kurejea katika ligi kuu ilifanya vizuri sana. Nyota mbalimbali walikuwepo, wakina golikipa Mohamed Yusuf, lakini utaiacha vipi mabeki marehemu Ali Mtoni Sonso, lakini pia utasahau vipi wakina Novatus Lufunga, walikuwepo wakina William Lucian Galax, walikuwepo wachezaji wengi sana katikati, Steven Mganga, Freddy Tangalu, mbele walikuwepo wakina Dalwesh Saliboko, bila kuwasahau Adam Salamba, Paulo Nonga. Ilitisha kwelikweli, lakini anguko lake ni hatari zaidi kwa mkoa wa Iringa. Tutakwenda kuangazia hapo baadaye. Lakini barani Afrika ni urejeo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Leo hii Mamelodi Sundowns aka Brazilians, Masanda Wana, Yellow Nation, The Sky is Limit watakuwa wanapambana na Esperance de Tunis. Hawa wanaitwa Brad and Gold, yani rangi nyekundu pamoja na ya njano, lakini unaweza kuwaita Taraji Daula. Timu hii ilikuwa inafundishwa pia na Miguel Gadoso, ambao msimu uliopita walifikisha mpaka fainali, na sasa anapambana na waajili wake wa zamani. Lakini vita nyingine tamu na nzuri zaidi ni kati ya National Al Ahly dhidi ya Al Hilal, Fora Ikwenge Ibenge dhidi ya Marcel Kola. Ni michezo mpuya, tutakwenda kuangazia hapo baadaye. Lakini bila kusahau kwenye The Pitch tutaangazia Coppa Italia na michezo mingine mbalimbali ambayo inazidi kushika kasi. Tamati yetu ni majira ya saa 6 kamili za mchana, lakini uwepo wa wachambuzi wangu ni mkubwa sana. Michael Hiera kijana kutokea Mbinga pamoja na Hamisa Abdurrahman. Kabla kabisa tusalimiane. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Habari yako? Salama. Barak. Min alfaizina ama taqabbalallahu wa minkum. Anya? Ni flash. Ishie tusalimiane. Muhimu ni kwamba tumesalimiana. Muhimu ni kwamba tumesalimiana. Na mwisho wa siku nashukuru Mungu. Niwapeni hongera na pongezi nyingi. Kwa sababu mmefika licha ya mvua kubwa, na hii ni utamaduni wa kazi yenu. Mvua ni mtu mmoja tu ndio ingemtingisha zaidi. Nani? Edward Mangasole. Singefanya show, tungeanza na nusu hapo. Kama sio na nusu angekamili. Tunaanza. Au tungempiga simu kidedea. Ulama, uko wapi? Show. Hapa karibu hapa. Lakini tunamshukuru Mungu. Umetoboa. Ndio kwa kauli tu ile ya ankali. Wachezaji wanajua nini maana ya mchezo. Kwa hiyo hapo tunasema wachambuzi na watangazaji wanajua. Kwa hiyo itoshe kusema kwamba tuko vizuri. Naam. Tuko tayari kufanya uchambuzi. Ndio. Sahihi. Sasa na Mtozi karejea tena. Jambo DPK ipo. Jambo lishakuwa. Kama Mtozi karejea kila kitu kipo sawa na Msumi unaweza kuanza. Mimi gift Alex Macha. Ebe Junior. Mimi anita Ebe Junior.
Yeye gift macha, mimi ya bei Juni. Sawa. Ndio tunavyoanza hivi katika viwanjani siku ya leo. Kwa kabla kabisa tuanze kuangazia soka letu. Tuanzie katika soka letu ambapo kikosi cha Simba kimezidi kujiweka sawa kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Al Masry, mchezo ambao unachezwa nchini Misri, ambapo kuelekea katika mchezo huo wa kesho na kuangazia maandalizi kwa ujumla wake, mwenzetu Ahmed Hassan yupo nchini Misri na ametuandalia taarifa ifuatayo. Ni siku ya 4 na ni siku ya mwisho kwa hapa Ismailia kwa kikosi cha Simba, mnyama mkali wa mwituni, kuendelea kusalia hapa, na Simba itasafiri moja kwa moja kuelekea katika mji wa Suez City ambapo ndipo mchezo utapigwa kati yao na Al Masry. Kwa sasa moja kwa moja tunaungana na kocha mkuu wa klabu ya Simba Fadlurrahman Davis kutaka kufahamu namna ambavyo amekiandaa kikosi chake na yuko tayari kiasi gani kuweza kupepetana dhidi ya Al Masry. Yeah, I think we adapting to the climate, to the conditions, the readiness of our players. Of course, some coming back from national team, some traveling directly from Morocco, some playing a cup match. So it was different groups, recovery, loading, underloading. So now finally match day -2, match day -1, where we can have the whole squad on a similar level to work on our tactical plan. No, I think if you analyze our squad throughout the entire CAF tournament, we've been improving since our first game against Al Ahly Tripoli away. And even if you analyze our away matches, in the last 2 away matches of this competition, we were quite dominant, even possession stats, shots on goal, not allowing too many shots against us. So our team has grown, our team has improved, and now when we get to the biggest stage, that's where we need the improvement to show that we are able to get a result here away from home. Of course, away goals are important, and to go back to Dar es Salaam with something, because the match won't be won or lost in this first leg. Al Masry is quite an aggressive team, well organized in their pressing structure, well organized with their 3 defense line, flexible. With the previous coach, they played a 4 defense line. In their last cup match, they played a 4 defense line, but predominantly with the new coach, a 3 defense line. So we prepared for both. We prepared for both scenarios, what to expect. But they will be aggressive. They will be a high pressing team. They will try to play the match in our half, and it's about how we can find the spaces to bypass their strategy and enforce our game plan onto them. Yeah, like I said, the match won't be decided after this match. So our main target in this game is to try to score. Away goals are very important in this stage of the competition, and of course we will try to keep a clean sheet, but our main target will be to score. Yeah, we will have the session today, we will have the session tomorrow, and then we'll make the final decision whether he's fit enough to play. So far he's been progressing, he's been with the national team having treatment, following the rehab program, so we're in the final stages of his training time, and let's hope we'll make the decision late. I always said, of course, you always want the full squad available, and but we'll always have the mentality of trusting all the players. So whichever player gets the nod, whichever player gets the opportunity to start, to come on, we expect them to perform at the same level, and we trust all our players, so we expect them to do the job. Ni maneno ya kocha mkuu wa klabu ya Simba Fadlu Davis akisema ana imani kubwa na kikosi chake, muda ambao amepata kuwa hapa Ismailia, lakini namna ambavyo atakwenda kuwakabili Al Masry. Kutoka Ismailia, Hassan Ahmed, Azam Sports. Hassan Ahmed akiweza kutupatia kuhusiana na kocha Fadlurrahman Davis, akiweza kuzungumzia kuhusiana na matayarisho. Kazungumza mengi sana hapo Fadlurrahman Davis. Ni miongoni mwa kocha ambao kiukweli navutiwa nao kwa jinsi ambavyo wanavyozungumza kuelekea mchezo kiufundi zaidi, matayarisho na kadhalika. Lakini pia kwa upande mwingine mwenzetu Ahmed Hassan pamoja na Sheshira Mzava wamefanya mazungumzo pia na wachezaji wa kikosi cha Simba Sports Club.
tukiwa bado tumekita kambi katika hoteli ya Tolip hapa, ambapo Simba ndipo ambapo wameweka kambi yao kwa ajili ya maandalizi ya kuvaana na Al Masry. Kwa sasa tunakwenda kuungana na wachezaji wa klabu ya Simba kutaka kufahamu kwa kina ni kipi ambacho wao wanakizungumza kuelekea kwenye mchezo huo. Kwanza ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, mpaka sasa hivi kempu inaenda vizuri na maandalizi yanaenda vizuri. Kiutayari kila mchezaji yuko tayari, kwa sababu ni jambo lilokuwa mbele, ni jambo zuri na ni jambo gumu ambalo sisi kama wachezaji tunatakiwa tulifanye ili liweze kuwa rahisi kuelekea katika mchezo wa marudiano. Nadhani huu ni mchezo muhimu sana, mchezo wa kwanza na mchezo muhimu sana tunaocheza hapa ugenini. Ni mchezo ambao unatuhitaji sisi kuweza kufanya vizuri kwa ajili ya kuweza kuenda kumalizia mchezo tukiwa nyumbani. Uzuri kila mtu anafahamu, kwanza tangu tulipokuwepo katika pre-season, malengo ambayo sisi kama wachezaji na sisi kama Simba kwa ujumla tumejiwekea, ni malengo ambayo tunatakiwa tufanye vizuri katika mashindano ya kimataifa. Na uzuri wa mashindano ya kimataifa ambao tunataka sisi kufanya ni kufika mwisho wa mashindano. Kwa hiyo kama sasa hivi hapa tuko katika robo ya mashindano. Kwa hiyo na hii nafasi ambayo tulofika hapa ndio nafasi ambayo huwa miaka ya nyuma yote tunaishia katika kipengele hichi. Kwa hiyo nadhani sasa hivi inatupa wakati mgumu na inatupa changamoto ya kuweza kujiandaa ili kuweza kuvuka katika nafasi hii. Uzuri kwamba ujumbe umeweza kufikia kila mchezaji na kufika kwa kila mtu, kuona umuhimu ambao tulikuwa nao kuweza kuhakikisha tunavuka katika nafasi hii. Moja mimi nachoomba mashabiki wa Simba kokote walipo, waendelee kuombea dua timu yao, maombi yalikuwa makubwa zaidi katika timu yao, katika wachezaji wao, ili itakapofika siku ya mchezo watu wote waweze kuamka vizuri ili kuweza kwenda kupigania timu yao kwa nguvu na kwa uwezo wa hali ya juu ili kuweza kupata matokeo. Mechi itakuwa ngumu, mechi itakuwa na vitu vingi, lakini sisi kama Simba tumejiandaa na hii tunavuka. Kwanza niweze kumshukuru Mungu kwa kuweza kufika siku ya leo, siku nzuri kabisa. Kwanza niwatakieni wote Eid Mubarak pamoja na Watanzania wote. Kiukweli mechi tumejiandaa vizuri sana, na ukiangalia leo ni siku moja kuelekea siku ya mechi. Wachezaji wote tupo timamu, tuna morali hali ya juu. Kwa kifupi niseme tu kwamba sisi tupo tayari. Wachezaji wa Simba Sport Club tupo tayari kuhakikisha kwamba siku ya kesho tunakwenda kuifanya kazi kubwa sana kuiwakilisha nchi yetu ya Tanzania. Kwanza niweze kuwakumbusha mashabiki kwamba imekuwa ni kawaida ya Simba kuingia kwenye hatua ya robo finali, lakini hii sasa basi niseme kwamba mashabiki wategemea kitu kikubwa msimu huu. Itakuwa mechi ngumu, lakini naamini kwamba kwa msimu huu na wachezaji tunavyopambana kwa mashindano yote, naamini kwamba kesho tutakwenda kufanya kitu kikubwa. Tutapata matokeo mazuri, nikimaanisha ushindi. Nafikiri mechi kubwa na ngumu kama hizi tufanya wachezaji kuwa pamoja zaidi, kuhamasishana. Ni kweli mimi kidogo nimekuwa na uzoefu hata misimu mitatu sasa hivi na shirika ya mashindano. Kwa hiyo najua ugumu wake unakopo wapi, hususan kwa mechi za ugenini. Kwa hiyo kwa nafasi ambayo tunakaa pamoja kushauriana, natumia muda huo kuhakikisha kwamba wenzangu nawapa nguvu zaidi, kuhamasisha, kuhakikisha kwamba wanakuwa na nguvu, wasijisikie kwamba hii mechi ni mechi ya namna gani, labda hii mechi ngumu, hii mechi tutapoteza, mechi ya ugenini hamna. Kwa hiyo nawapa morali kwamba hii mechi nitakupa ngumu, lakini lazima tujitoe, ni mechi ya kupambana, ni mechi ya kuhakikisha kwamba tunapata chochote kitu, kumaanisha kwamba ushindi. Wana Simba, hii tunavuka. Maandalizi yako vizuri. Kwanza alhamdulillah, kila mchezaji ambaye kasafiri kutoka Tanzania kuja Ismailia wote wako vizuri. Kwa hiyo kila mchezaji ambaye alikuja huku yuko tayari kwa mchezo tunaoenda kucheza. Morali iko juu kwa kila mchezaji, wote wako tayari na huo mchezo. Na mchezo mgumu kwa sababu kila mtu anataka nafasi ya kusogea mbele. Kwa hiyo Simba season hii hatutaki kuishia hapa tu. Tunataka tuvuke kwa sababu takribani ya mara 4 nadhani Simba anaingia hapa, lakini anashindwa kuendelea mbele. Kwa mwaka huu mimi nadhani inshallah
tutapata kitu. Mwalimu kwanza, mara nyingi tukiwa kwenye meeting anatuambia tutoe akili ya ligi ya nyumbani, tufocus na michuano hii ya nje, kwa sababu huku na kule tofauti. Kwa akili yetu iwe smart sana kwenye maamuzi na kwenye kila kitu, kwa sababu tunaenda kukutana na watu ambao tayari washajiandaa muda na wamewekeza kila kitu kwenye mpira. Wana Simba, hii tunavuka. Naam, ni haya tu kwa sasa kutoka hapa kwenye hoteli ya Tolipo ambapo Simba Sports Club wamefikia. Hassan Ahmed, Azam Sports, Ismailia. Hassan Ahmed, mzee wa Urumbi. Mzee wa chachawizo. Kuchachawiza. Anachachawiza. Anachachawiza kutokea Ismailia. Kutokea Ismailia. Na kuna msimu wa mwaka 2000 hivi Ismailia walipata ushindi wa bao 2-0. Ilikuwa ni ligi ya mabingwa. Alafu ile Ismailia ilikuwa na mchezaji mmoja anaitwa John Utaka. Sasa baada ya kupata ushindi wa bao 2-0 wakaja uwanja wa Uhuru hapo. Back half time bonge moja la mvua, Simba anaongoza 3-0. Warabu wasema sio kweli. Wakaambia turudi tena uwanjani. Jibu ikaja kesho yake ikaanza upya. Simba akashinda 1-0 akatolewa. Sasa mtangazaji nakumbuka kipindi cha sasa hivi Simba wamepiga magoli, Warabu wameshusha mvua. Sasa tutajua. Ulini mwameja ile kina Masamaki, Korosho Funguo, watu wengi kidogo. Kipindi hicho kidogo sisi tunasikiza kwenye redio, unasikiza hivi. Hata ndio unasikia leo kwanza. Sawa, tuangazie kuhusiana na ishu nzima, swala zima la mchezo. Mwalimu Fadru amezungumzia ile approach ya mchezo kwamba aina ya ulinzi, kwamba kuna muda anacheza walinzi watatu Al-Masri, lakini hiyo sio tatizo kwao. Anasema anaamini kwamba watakuja kuwa press, jambo la kuzifanya ni kuhakikisha wanapata clean sheet, ingawaje ikitokea basi wasiruhusu magoli mengi, kwa sababu anajua mechi ya kumalizia ni ya Dar es Salaam. Hamisa. Ya, na kama benchi la ufundi la Al-Masri itakuwa limeipata hii press ya Fadlu, watakuwa wanajua kabisa kwamba tunakwenda kukabiliana na mwalimu ambaye anatufahamu vizuri sana. Amenikumbusha press ambayo alifanya Rulani Mokwena msimu jana wakati anakwenda kucheza mchezo dhidi ya Yanga. Akaianalyze kabisa Yanga nje ndani jinsi ambavyo wanacheza, ndio the same na Fadlu anachokifanya. Na kuonyesha ni mwalimu ambaye amekaa chini kwanza akamstudy mpinzani wake, ubora wake. Umeona wakati anazungumza amesema kwamba ni timu ambayo inapenda zaidi kucheza kwenye hafu ya mpinzani. Maana wanapenda muda mwingi huwezi kuwakuta kwenye nusu yao. Utawakuta zaidi wanashambulia. Ni timu ambayo bila mpira wanaweka pressure sana kwenye mpira. Kwa hiyo maana unapokwenda kukabiliana nayo inakubidi wachezaji wako kwanza wana energy ya kutosha na uwezo pia wa kuwa wanahamisha mpira kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Since mpinzani atakuwa anaweka pressure sana kwenye mpira. Eneo jingine amezungumzia eneo bora sana. Eneo ambalo hii timu mpinzani inajilinda vipi? Wanacheza kwenye back 3. Mara nyingi watu wanaamini kwamba mfumo wa back 3 ni mfumo wa kujilinda. Hapana. Huu ndio mfumo hatari sana kwenye kushambulia. Kwa sababu unakuofa idadi kubwa ya wachezaji kwenye eneo la kushambulia, unakuofa idadi kubwa ya wachezaji kwenye eneo la kuzuia. Kwa sababu akishambulia unakuwa na namba 7. Nakumbuka yes. Unakuwa 8. Na wanapokuwa wanashambulia, kumbuka wanakuwa na wing backs ambao wanakuwa wanaongeza namba plus viungo wawili ambao wanakuwa wanacheza juu ya ile back 4. Just imagine unakabiliana vipi na hiyo timu, alafu juu unakuta kuna washambuliaji wengine whether wawili ama ni watatu. Kwa hiyo jaribu kuangalia inakuwa ni ngumu kiasi gani kukabiliana na timu ya namna hii. That's why kwamba timu inayocheza kwenye back 3 kama inajua kucheza katika mfumo huo na ni mfumo ambao wameuzoea, ni moja ya timu ngumu sana kukabiliana nayo, ila pia ni moja ya timu ambayo inawezekana kwako ikawa rahisi kukabiliana nayo kama utakuwa umewaandaa wachezaji wako vizuri kwenye uwanja wa mazoezi. Kwa sababu kwenye pre-match analysis haumuanalyze tu mpinzani, unajianalyze pia wewe mwenyewe kwamba ipi bora 3-4-3 yes, ama 3-5-2. Vyovyote vile ambavyo vinakuwa, sababu ujue mifumo jinsi ambavyo inakuwa hiyo. Kama unavyoona 3-5-2 utauona unajidisplay muda ambao timu inakuwa inaingia uwanjani, lakini kwenye shape ya kiulinzi timu inapokuwa haina mpira inabadilika. Wale watatu wa nyuma watabadilika kwa kwenye shape gani? Na maana wale wing backs wata drop chini, watakuwa ni mfumo wa watu 5, 4, 1.
jinsi ambavyo inakuwa. Na kwenye 3-4-3 jinsi ambavyo inakuwa, tena 3-4-3 inawezekana ikawa ndo mfumo hatari sana kwenye kushambulia, kwa sababu unakuwa na walinzi watatu nyuma, timu inapokuwa ina mpira wanabaki inashambulia wanabaki nyuma, wale wing backs wanakuwa wanasogea juu, katikati kuna viungo wawili ambao mmoja anakuwa anabaki pale kwa kuhakikisha anaweka ulinzi juu ya ile back 4, alafu mmoja anakuwa anasogea juu plus wale wing backs ambao wamesogea juu. Kwa hiyo unakuja kukuta unakabiliana na wachezaji 6 ambao wanashambulia plus wakiwa wana kasi. Ina maana kwako inakubidi uwe na defensive mechanism ambayo ni bora sana ili kuweza kuabsorb yale mashambulizi, na kingine una react vipi kutumia kushambulia ile nafasi ambayo imeachwa na mabeki wawili ambao wa pembeni wale wing backs ambao wanakuwa wamesogea juu. Ina maana ukiwa quick kwenye kutumia ile madhaifu itakuwa advantage kwako, kwa sababu si kama mwalimu afahamu kwamba nitakapokwenda kucheza katika mfumo huu mpinzani atajua eneo hili nitakuwa dhaifu, kwamba nikisogea juu kwenye eneo hili kupata baki nafasi watanishambulia. Anafahamu, lakini kwenye football tunasema risk is reward. Lazima uteki riski ili uweze kupata reward. Ndio maana ni ngumu sana kukuta mfumo ambao uko bora tu hauna madhaifu. Hapana, kwa sababu hiyo mifumo, kumbuka mpinzani anakuwa anakaa kwenye uwanja wa mazoezi, anajistadi kwanza yeye mwenyewe. Mimi ubora wangu uko wapi? Yes, ubora wangu upo kwenye maeneo haya. Je, maeneo ambayo wewe upo bora ni maeneo ambayo mpinzani wako yupo bora ama yupo dhaifu? Ikitokea maeneo ambayo wewe upo bora, mpinzani wako yupo dhaifu, kama ambavyo ipo kwenye mchezo kati ya Al-Masry dhidi ya Simba, kwamba kwenye baadhi ya michezo ambayo anaopti kwenda na mabeki watatu mwalimu, ina maana kwenye maeneo hayo Simba wana advantage. Kumbuka kwenye maeneo hayo wana Elim Mpanzu Kibisawala, wana Kibu Dennis ambao wana kasi, wanaweza kushambulia katika maeneo hayo. Kwa hiyo ina maana itawanyima wale wing backs nafasi ya kuwa wanashambulia muda mwingi, wana overlap muda mwingi. Kuna nyakati ambazo itabidi wa hold position, kwa sababu itakuwa ni ngumu kutrack back hawa runners ambao imekuwa ni ngumu sana kukabiliana na the likes of Elim Mpanzu, imekuwa ngumu sana kukabiliana na the likes of Kibu Dennis Prosper. Kwa hiyo binafsi nimependa sana press ambayo ameizungumza Fadlu. Hajazungumza general tu kwamba wapinzani wetu ni wazuri, sisi tumejiandaa kukabiliana nao. Amewachambua, amejaribu kuonyesha ni eneo gani ambalo yeye ipo bora, na kama umemsikia amesema kwamba toka walipocheza mchezo kati yao dhidi ya Ahli Tripoli mpaka sasa hivi kuna maeneo mengi sana ambayo timu yake imeimarika. Kwa hiyo inakupa taswira kwamba mchezo ambao utakwenda kuchezwa utakuwa ni mchezo wa kimbinu zaidi. Mwalimu Fadlu pia amezungumzia kuhusiana na Pinpin Kamara, akisema kwamba bado wanamuaccess kumwatazamia hali yake ya kiafya, lakini pia alikwenda kwenye timu ya taifa, lakini alipata pia mrejesho, amerudi pia bado yupo ndani ya timu. Nafasi ya Simba ikitokea bila ya Pinpin Kamara, ya kwanza nafikiri ni moja kati ya wachezaji ambao nafikiri Simba anatamani wawe fit kuelekea kwenye mechi dhidi ya Al-Masry. Kwa nini? Kwa sababu kwenye mambo yote ambayo Simba amefanikiwa nayo kwenye msimu huu, moja kati ya watu ambao unaweza ukawa unasema ameongeza kitu kikubwa kwenye timu ni pamoja na Musa Pinpin Kamara kwenye eneo la goalkeeping. Namba clean sheet ambazo wamezipata kwenye msimu huu zimeongezeka kutoka zile ambazo walipata kwenye msimu uliopita kwenye michuano yote, hiyo kwenye ligi ya mabingwa, kwenye kombe la shirikisho ama kwenye ligi ya hapa ndani, pamoja na michuano ya CRB Federation Cup. Lakini kingine ambacho tunajaribu kiangalia ni jinsi ambavyo Kamara amereact kwenye eneo la goalkeeping, though amecommit baadhi ya makosa madogo ambayo unasema alikosi timu kwa nyakati tofauti. Almost tunasema ni ile kosa ambayo alifanya kwenye mechi dhidi ya Young Africans. Ni mechi kubwa ambayo unasema kosa ambayo alifanya likapelekea timu kupoteza kwenye ule mchezo. Lakini the rest unasema uwepo wake kwenye eneo la goalkeeping unaifanya timu kuwa na comfortability zaidi. Yani uwezo wake kuwa mtulivu kwenye miguu yake, akirudishiwa mpira hauoni kama kuna wasiwasi ambao anaupata. Lakini pia amekuwa ni goalkeeper ambaye hauna shaka na pengine catching ability yake akiwa kwenye eneo la goalkeeping. Lakini pia uwezo wake pia kuorganize safu nzima ya ulinzi. Ndio maana unaona namba magoli ambayo wameconcede mpaka sasa hivi imekuwa ni ndogo. Wakati mwingine inawezekana akawa hakutani na saves nyingi ambazo anatakiwa kuzifanya, lakini unaangalia wakati timu ina flow, yeye anakuwa kwenye maeneo gani na anaielekezaje timu kujipanga kwenye eneo la kiuzuiaji. Ni credit ambayo mlinda mlango anaweza asipewe, kwa sababu
sio mara nyingi sisi tunasikia kile ambacho nakizungumza. Lakini uwepo wa mlinda mlango ambaye anaweza akaipanga vizuri safu yake ya kiulinzi, unaweza pia kuwa unapunguza possibility ya kufikiwa zaidi kwenye eneo la kwake la kiulinzi. Kwa hiyo Kamara amekuwa na huo utaalamu ambao ameonyesha mpaka sasa hivi kwamba kwenye eneo la goalkeeper angalau Simba amepata comfortability kwamba kuna mtu ambaye anabakia kuwa ni sehemu salama. Iwe ni kurudisha mpira ama kucheza ama pia timu ikishambuliwa, yeye kuna kitu ambacho atakuwa anakifanya. Lakini morphology pia ya Musa Pimpini Kamara kwenye eneo la goalkeeping, unajua jinsi ambavyo imekuwa ni kitu kingine ambacho kinaweza kikawa kinatesa wapinzani. Kwangu mimi nikijaribu kuangalia kwenye hilo, kama unakumbuka wakati Simba anacheza dhidi ya Bravos alipata penalti ambayo walikosa hapa Dar es Salaam. Hapa Dar es Salaam. Nafikiri moja kati ya kitu ambacho mpigaji alipata nacho wakati mgumu ni jinsi ambavyo Kamara alikuwa amejiachia kwenye lile goli. Ikawa inampa pressure kwamba ni upige mpira wapi niweze kufunga. Mwisho siku akapiga, Kamara akaenda akaidaka ile penalti. Kwa hiyo kwangu najaribu kuangalia umuhimu wa kwake kwenye kikosi. Ni moja kati ya wachezaji ambao kwenye nguzo muhimu kwenye kikosi Simba kwa msimu huu. Musa Kamara ni moja kati ya wachezaji ambao wameonyesha umuhimu wao kwa kiasi kikubwa. Sawa, Michael Hiera akiweza kuangazia kuhusiana na Musa Pimpini Kamara. Lakini tuangazie wachezaji wa kuchungwa zaidi ndani ya kikosi cha Al Masry. Ni wachezaji wakina nani haswa ambao pia tunaenda kuamulika kwa wakati huu hapa, jinsi ambavyo mchango wao katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa wakati huu hapa. Wa kwanza ambaye tunaanza naye ni Fakhreddin Ben Yusuf ndani ya kikosi cha Al Masry. Takwimu zake zipoje mpaka hivi sasa akiwa ameshiriki ndani ya kikosi cha Al Masry ya nchini Misri? Fakhreddin Ben Yusuf yeye ana umri wa miaka 33, amecheza michezo 6, magoli 4 akiwa hana assist mpaka hivi sasa. Anakwenda kutupa kitu gani kwenye dhidi ya Simba Sports Club? Na huyu Fakhreddin bin Yusuf amekuwa akipea pale juu na Salam Hussein nyakati ambazo mwalimu anaamua kwenda na kwenye mfumo wa 3-5-2. Wanakuwa wanacheza kama double strikers pale juu. Akiamua kwenda na mfumo wa back 4 mara nyingi inakuwa ni 4-2, 3-1, anakuwa anasimama kule juu, then Salam Hussein anakuwa anacheza nyuma kama second striker. Ni moja ya washambuliaji ambao ana kasi, ana nguvu, anajua kujiposition kwenye maeneo, yani kunusa hatari ni maeneo gani ambayo anapaswa kujiposition. Kingine ni mchezaji ambaye si mvivu, labda si mchezaji ambaye ana hold sana position kusema atakaa muda mwingi kwenye boxi. Kuna wakati atashuka chini, atalinka play na wachezaji wenzake. Sasa katika moja ya vitu ambavyo huwa vinakuwa vigumu sana kwa defenders kukabiliana navyo ni aina hii ya washambuliaji. Mshambuliaji ambaye akai muda mwingi kwenye eneo moja. Kwa sababu akishakaa muda mwingi kwenye eneo moja, kwani inakuwa rahisi kuweza kumpini hata mabeki wawili, kwa sababu mtakuwa mnamkaba man to man. Usi anasubiri mipira kwenye boxi, lakini anapokuwa anatoka katika boxi, it means kwamba kuna nyakati atakuwa anaweka katika wakati mgumu. Ni nani ambaye atatoka kwenda kummark, alafu nani ambaye atabaki nyuma kuweza kudelay yale hata kama ataweza kupita na mpira mbele ya yule ambaye ametoka, kwa nani ambaye nyuma anabaki kukava na kudelay asifike golini kwa nyakati kama hizo. Kwa hiyo inakuonesha ni aina gani ya mshambuliaji. Ila eneo jingine ambalo inawezekana kwake ikawa ni changamoto ni matumizi ya nafasi ambazo zimekuwa zikitengenezwa. Kwenye kikosi chao wana kiungo mmoja mchezeshaji ambaye anaitwa Mahmoud Hamada. Huyu mara nyingi amekuwa akichezesha timu, hasa akiamua mashambulizi mengi kutoka kwenye eneo la kwenye phase ya midfield, kwenye base ya midfield kusogeza mipira juu. Na amekuwa akidistribute mipira mingi sana. Amekuwa mzuri zaidi kupiga mipira mirefu, kupiga zile short pass. Kwa hiyo nafasi kutengenezwa katika boxes zimekuwa zinatengenezwa. Lakini pia Fakhreddin amekuwa ni mchezaji ambaye anahitaji nafasi nyingi sana ili aweze kuweka kambani nafasi moja. Kwa hiyo magoli yake 4 yes. Kwa hiyo inakupa picha kwamba kwenye mchezo kama huu kwenye na hayo magoli hayo magoli ambayo ameyafunga, alifunga kwenye mchezo dhidi ya Enyimba, kama nitakuwa mchezo wa mwisho ambao alicheza nyumbani kwao, walishinda magoli 3, ilikuwa hat-trick. Mchezo ambao alifunga magoli 3. Ukijaribu kumu-analyze kwenye ligi yao jinsi ambavyo wanacheza, inawezekana ikawa pia ugumu wa wapinzani kwamba hakupi huo muda mwingi wa kuwa una receive nafasi nyingi na kufunga. Na ndo same type ya mchezo kama huu wa Simba. Mchezo dhidi ya Simba si mchezo ambao utakwenda uwanjani uwe na clear chance 5 zidondoke kwenye miguu yako, hapana.
itakubidi chance mbili whether uifunge moja ama ufunge zote mbili, na maana ukiikosa ni tayari unazidi kuiweka game kwenye pressure, kwa sababu hawa wapinzani wanakuwa wenyewe wanazuia vizuri. Angalia jinsi ambavyo Simba wana defend vizuri hasa wanapocheza kwenye viwanja vya ugenini, lakini so far ni mshambuliaji ambaye ni mzuri na ni mshambuliaji ambaye anapokuwa uwanjani ana uwezo wa kuwapa kuwa stress walinzi wa timu pinzani. Sawa, hapo pia Michael Hiera, tumwangazie Salam Hussein ambaye kwenye kikosi cha Al Masry ana umri wa miaka 26, mechi 7, magoli 2, assist akiwa ni 1. Anatoa nguvu kubwa pia kwa Fakhdin bin Yusuf. Moja kati ya wachezaji ambao kwenye eneo la kushambulia la Al Masry ndio ambao mara nyingi huwa anapata nafasi ya kucheza yeye pamoja na Ben Yusuf. Na ukiangalia kwenye kile ambacho Salah anakifanya, amekuwa na mchango kwa kiasi kwenye utengenezaji wa nafasi, lakini sio Mohamed Salah. Salah Hussein. Okay, sawa. Malizia kabisa. Au tuitumie ya pili kuliko kuitumia ya kwanza. Yote vile. Yes, of course. Lakini unachojaribu kiangalia kwake ni kwamba kwenye eneo la kushambulia la Al Masry, moja kati ya changamoto ambayo Al Masry alikuwa na struggle nayo kuanzia msimu huu unaanza kwenye ligi ya ndani pamoja na michuano ya kimataifa, ilikuwa ni uwiano wa nafasi ambazo zinatengenezwa na magoli ambayo anafunga. Kabla hawajimtimua kocha wao ambaye alianza naye msimu, Ali Maha, ambaye ametimuka kwenda Cleopatra, moja kati ya vitu ambavyo kwa vilikuwa ni vigumu zaidi ni jinsi ambavyo timu yao ilikuwa na score. Ilikuwa ni ngumu sana kuona timu yao kwenye score sheet ikiwa na magoli 3 au 4 ama magoli 4 plus. Ilikuwa ni jambo gumu sana wao kuweza kutokea kwa upande wao. Lakini unavozungumzia eneo la ushambuliaji ndio linaongozwa na hao wachezaji wawili. Angalau kwenye michuano ya kombe la shirikisho ambako ndio huko tunaangalia sasa hivi, unaweza kuona pia hata mechi ambazo walipata magoli mengi ni dhidi ya hawa Enyimba na wakati wanacheza dhidi ya wale Black Bull kutokea Msumbiji. Angalia wapinzani ambao waliscore magoli mengi against, yani jinsi ambavyo walikuwa wanacheza ni dhidi ya hizo timu ambazo pengine unasema kwa sasa hivi Enyimba sio wale ambao tulikuwa tumezoea kuona kipindi hicho. Lakini unaangalia pia Black Bull kwenye michuano ya Afrika sio timu ambayo ina experience kwa kiasi kikubwa. Kwa unachojaribu kuangalia ni kwamba hata namba magoli ambayo washambuliaji wao wawili wameyafunga, kwa maana Salam Hussein pamoja na Ben Yusuf wamefunga magoli 6, sio wote wawili kwa ujumla wao. Lakini unaangalia magoli 6 ambayo wameyafunga, walifunga against nani kwenye mechi za kombe la shirikisho. Unaona kwamba ilikuwa ni mechi ambazo walikutana na hizi timu ambazo kwenye kundi lao so far unasema ndio zilikuwa timu dhaifu, kwa maana ya Enyimba pamoja na Black Bull. Lakini bado nafikiri ni wachezaji ambao unatakiwa kuwachunga kwa namna ambavyo wanacheza. Tayari wamecheza kwa muda mrefu, combination play yao ambao huwa wanaionyesha tayari imeonekana kwamba imeclick. Pengine ni swala la muda kuona jinsi gani ambao wanaweza kumwadhibu mpinzani. Sawa, wakati tunamzungumzia Salam Hussein pamoja na Fakhdin, miongoni mwa mchezaji mwingine pia kuweza kumwangazia ni Abdulrahim Begmoum ambaye yeye ana umri wa miaka 26, michezo 6, hajafunga bao mpaka hata hivi sasa, lakini ana assist 2. Hiki na yenyewe ni kwa mwalimu Fadhlu Rahman Davis, ni kitu cha kuweza kumwangazia nyota huyo. Na amekuwa akicheza kuna nyakati ambazo kuna winga mmoja anaitwa Mohamed Gabir, depending na mwalimu ambaye anahitaji kuwatumia. Kuna wakati anaweza kumtumia pembeni, wakati anaweza kumtumia kwenye eneo la katikati. Hao ni moja wa wachezaji ambao wamekuwa wakihakikisha kwamba mipira mingi inakuwa inadondoka kwenye boxi ili kwa wachezaji wao ambao wanacheza kwenye eneo la striking pale waweze kuutilize zile nafasi. Ingawa pia hata rate yao ya utengenezaji pia wa nafasi haijawa ile ya kiasi hicho kwenye ligi yao, kutokana tu na wapinzani ambao jinsi wanakuwa, lakini jinsi ambavyo walijidisplay kwenye michezo ya Confederation, nafasi zilikuwa zinatengenezwa. Ndio maana kwenye michezo yao ya nyumbani wameshinda michezo 2, wamedraw mchezo mmoja dhidi ya Zamalek. Kwa wana kuonyesha ni aina ya wachezaji ambao wanajua kubadilika kulingana na wakati na mazingira.
kulingana na wakati pamoja na mazingira. Hamisa Abdurrahman akiweza kuangazia hayo. Kesho pia tutakwenda kuangazia kuhusiana na nyota wa Simba wa kuchungwa zaidi hapo kesho. Lakini kwa wakati huu tuelekee mkoani Iringa ambapo mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba wamesema kwamba wana imani kubwa na kikosi chao kwa ajili ya kuweza kupata ushindi katika mchezo wa hapo kesho. Muhammad Nyaulingo na taarifa zaidi. Nafikiri tunatarajia ushindi. Kama ikishindikana basi tupate alau alama moja. Kina uwezo kwa sababu nina watu. Kina uwezo. Nina watu, nina Elia Mpanzu, nina Kibu Dennis, nina Kamala tayari amesharejea yuko vizuri, nina Mohamed Hussein. Tunaweza kupata alama moja au tukapata ushindi. 100% goli mbili ziko pale. Kwa sababu wewe ubwela wewe unafahamu kila kitu kwamba Simba nguvu moja. Hivyo. Nini kinakupa hayo matumaini? Timu yangu nzuri, timu nzuri kwa sawa, hamna shida. Kuna majeruhi lakini wengine wamekaa sawa, hamna tatizo kwenye hili. Kumbuka mechi ya kule Libya ilikuwa ina attention kubwa sana, lakini tulifanya vizuri tukatoa sare bila kufungana. Lakini mchezo wetu wa kesho kutwa utakuwa ni mzuri sana na tunategemea ushindi. Tunashinda, tuna wachezaji wazuri sana. Pale ukiangalia kwa mfano Mkwala amepata game kama 4 hivi ligi kuu, amepata kama game 4 hivi, amecheza vizuri. Na kocha wetu kama atamwanzisha basi anaweza akatupa kitu kizuri. Kwa hiyo ninachofikiri hapa labda mwalimu aweze kufanya maandalizi ambayo yatakuwa yako sahihi kuweza kuhakikisha hii mechi anaichanga karata vizuri ili tuweze kushinda. Simba atachomoka na magoli mengi tu kwa Almasri. Kuanzia kule ugenini Simba na uhakika atachukua point 3 muhimu na Dar es Salaam atamaliza mchezo na kufika na kuendelea kwenye hatua nyingine. Sawa, ni Muhammad Nyaulingo akiweza kutupatia taarifa hiyo kutoka mkoani Iringa. Tutoke hapo kwenye upande wa kombe la shirikisho barani Afrika. Turejea katika ligi kuu ya NBC ambapo kesho mkoani Tabora ambapo kikosi cha Tabora United Nyuki wa Tabora watawakaribisha mabingwa watetezi wa ligi kuu ya NBC Young Africans kwenye uwanja wa Al Hassan Mwinyi mkoani Tabora saa 10:15 jioni. Kuelekea katika mchezo huo, afisa habari wa kikosi cha Tabora United Christina Mogala amesema kwamba kama Young Africans wanavyojinasibu kutaka kulipiza kisasi kwenye mchezo wa kesho, wao wanataka kuweka heshima zaidi katika mchezo wa hapo kesho. Naam, ni ndani ya dimba la Ali Hassan Mwinyi hapa mjini Tabora. Tabora United wakiendelea kufanya mazoezi katika uwanja ambao ndio utakaotumika siku ya tarehe 2 katika mchezo dhidi yao na Yanga. Ni mchezo ambao unasubiriwa kwa hamu kubwa. Kila mmoja anataka kushuhudia nini kinakuja kufanyika katika uwanja huu, na ndio maana tunashuhudia hapa Tabora United wakiendelea kujifua vema katika uwanja wao wa nyumbani. Malengo makubwa ni yale ya kuhitaji alama 3 za nyumbani. Wachezaji wetu wana hari nzuri, wana moral na kila mmoja yupo tayari kwa ajili ya mchezo wa Jumatano. Tunachokiangalia hapa sasa hivi ni mwalimu kuangalia kitu gani ambacho anaweza akaenda kukifanya. Kwa maana tuna kocha mpya tofauti na Anset Makiadi ambaye alikuwa na mfumo wake na alikuwa na utaratibu wake. Sasa wachezaji pia sasa hivi wameniahidi kabisa wanakwenda kutoa ushirikiano kwa 100% kwa kocha mpya ambaye amekuja, kocha Jenisi, na atahakikisha kwamba kila mchezaji ambaye yuko hapa ambacho amekiofa katika mazoezi ndio hicho ambacho kinakwenda kufanyika kwenye siku ya mchezo. Naambia nini mashabiki? Kikubwa ambacho napenda kuambia mashabiki kwamba wengi walikuwa na wasiwasi wakiamini kwamba baada ya mabadiliko labda ya benchi letu la ufundi huenda kunaweza ukatokea mushkeli wa aina yoyote, na pia wamekosa ile imani ya kusema kwamba labda sababu tunaweza tukashindwa kufanya vizuri. Lakini ambacho mimi nawahakikishia ni kwamba wachezaji ni wale. Nachopenda kuambia hii ndio Tabora United. Na sisi ndio watoto wa Chifu Mirambo na Chifu Isike. Sisi sio malastiboni. Yaani kuanza kulalamika, kuongea, hapana. Na tunachowaambia Young Africa, hii listi hii hapa ndio ilikuwepo kule Chamanzi. Tunachowaitaka wao waje uwanjani, wasitupe visingizio. Bodi ya ligi wamefanya kazi nzuri tu. Walitoa ratiba kutoka mechi tarehe 1 kutupeleka tarehe 2. Kwa maana kila mmoja amepata nafasi ya kujiandaa. Kusitokee kisingizio. Biashara za kusema hatuchezi, sisi hapa kwetu watacheza hata kwa viboko. Yaani wanataka hawataki mechi itachezwa.
Naam, basi ni hayo tu ambayo yamejiri jioni hii katika uwanja wa Ali Hassan Mwinyi, ambapo kila mmoja ameshuhudia Tabora United wakiendelea kujifua vema. Tumemsikia msemaji wa Tabora United Christina Mwagara amezungumza mengi juu ya mchezo huo, lakini mbivu na mbichi ni siku hiyo ya tarehe 2. Dakika 90 ndizo zitakazoongea ni nani ataibuka na alama 3 dhidi ya mwenziwe. Mimi ni Juma Kapipi, Azam Sports, Tabora. Asante Juma Kapipi kutokea mkoani Tabora. Napenda sana reporting. Unajua kufanya reporting. Naam, hapa ni Tabora. Kutoka jijini Mwanza, Innocent Alois. Sawa. Tuangazie mchezo wenyewe, jinsi ambavyo Tabora United wanakwenda kupambana na Young Africans. Ya Anset ilikuwa inatisha zaidi. Kwa vitu vingi na inajithibitisha kwamba ilikuwa ni Tabora ya kutisha. Kwa maana ya kupima kama timu ilikuwa inatisha au vipi, ni jinsi ambavyo timu ilikuwa ina flow, lakini pia matokeo ambayo alikuwa anaipata. Ukiangalia Tabora United ambayo ilikuwa inafundishwa na Anset Makiadi, unaweza kuona fomu ya muda mrefu ambayo alikuwa nayo. Miongoni mwa timu ambazo ni hizi za madaraja ya kati ambazo ilikuwa na fomu angalau nasema mechi 7 hawajapoteza mchezo, ilikuwa ni pamoja na Tabora United. Na unajaribu kuangalia walishinda mechi za namna gani, unaona ni mechi ambazo zilikuwa ni za makundi tofauti. Walishinda dhidi ya top team kwa maana ya Yanga, walitoa sare kama nakumbuka dhidi ya Azam FC. Azam walifunga. Singida Black Stars. Singida ile ya 2-2 ambayo ilichezwa asubuhi. Unaweza kuona walishinda pia kwenye mechi za madaraja ya timu za madaraja ya kati pamoja na madaraja ya chini ambayo wao wako nayo. Kwa hiyo kwa Anset alishajitengenezea ile picha yake kwamba mimi nina moja kati ya timu ambayo ni bora kiwanjani unapokuja kucheza against Tabora United. Lakini kwa maana ya display, jinsi ambavyo timu ilikuwa inacheza, unaona jinsi ambavyo timu ilikuwa iko direct sana. Pengine ilikuwa sio timu ambayo inaweza ikapiga pasi nyingi sana kwenye eneo lao, lakini mpango ambao walikuwa nao ulikuwa unakuonesha kwamba tunaweza tukatoka kwenye eneo letu kwa pasi chache za haraka tukafika kwa mpinzani tukamwadhibu na tukarudi kwenye eneo letu la kuzuia. Na kwa sababu nimekuuliza hivyo, ameondoka Anset Makiadi. Hivi ni Anset Makiadi ama Anset Makiadi? Lakini nakumbuka kuna siku moja mwandishi mmoja anaitwa Isa Ndokeja aliyokumuuliza Hans van der Prijm. Akamwambia, "Are you Hans or Hassan?" Asa my name is Hans van der Prijm. Kwa sababu atangia ameondoka Anset Makiadi, Tabora wameondolewa katika michuano ya CRDB Federation Cup dhidi ya kikosi cha Kagera Sugar ambacho ulikopo utegemei, kwa sababu kama alimwadhibu 2-1 ugenini Kaitaba. Ulikopo watu wengi tulikuwa tuna mategemeo hayo, ingawa Kagera yenyewe imebadilika. Ndio maana nimesema kwamba tutegemee mabadiliko hayo, tofauti na mechi ya kwanza jinsi ambavyo Anset aliweza kuidisplay timu yake, na hususan takwimu hizi hapa za Anset ambayo amechangia kwa kiasi kikubwa sana cha Tabora United. Takwimu za Tabora United katika ligi kuu ya NBC mpaka hivi sasa, ukizitazama takwimu zao kwa msimu huu, Tabora wamecheza michezo 23, wamepata ushindi katika michezo 10, sare michezo 7, kupoteza katika michezo 6. Kwa asilimia kubwa yeye ameipatia matokeo Tabora United, hususan magoli ya kufunga 27, magoli ya kufungwa 28, alama 37, nafasi ya 5. Hamisa Abdurrahman. Na umeuliza swali kuhusu mabadiliko labda ambayo yanawezekana yakawa kuelekea mchezo dhidi ya Yanga kukosekana kwa Anset Makiadi. Kwangu inawezekana nisione mabadiliko yale, kwa sababu yule ni mwalimu na asilimia ambazo anazitoa ni chache kuliko ambazo wachezaji wanaenda kuzidisplay wenyewe uwanjani. Na mabadiliko ya Tabora nilianza kuyaona muda si tu baada ya kuondoka Anset Makiadi. Ukiangazia kikosi ambacho Anset alikuwa nacho, ndicho alichokuwa nacho Yusuf Chipo. Nani Francis Kimanzi na Yusuf Chipo msaidizi wake. Lakini timu ilikuwa ina struggle, lakini alipokuja yeye akaibadilisha, ukaona timu ibadilika total. Performance ya mwisho kuiona nzuri ya Tabora ni mchezo dhidi ya Kagera Sugar. Kutokea pale wakawa na performance ya kusuasua sana. Ingawa mchezo uliopita kuna mchezo ambao alicheza dhidi ya Dodoma Jiji wakashinda. Yaani performance yao ilianza kuwa ya kusuasua, pamoja na kwamba walikuwa na Anset Makiadi. Alipata naye sare dhidi ya Dodoma akapata ushindi 1-0. Baada ya hapo ndo
akaondoka. Yeah, na kwa nini nasema hivyo? Ujue kuna wakati usianalyze team tu kwa sababu imepata ushindi. Usianalyze team tu kwa sababu imepoteza mchezo. Na pia usianalyze tu kwa sababu imepata sare. Lakini angalia kitu gani ambacho kinafanyika uwanjani. Ukiangalia Tabora hawakuanza vizuri. Katikati wakaja wakawafomu Haswa. Walikuwa form ingawa hawakuwa sio timu ambayo inacheza sana kwenye pasi au inacheza yani Set Makiadi. Si timu ambayo labda ilikuwa inapiga pasi nyingi sana, hapana. Walikuwa wanacheza sana direct. Lakini kuna baadhi ya mabadiliko ambayo yalikuwa kwenye kikosi chao ambayo sasa hivi yani naweza kusema mabadiliko yapo kwenye kikosi chao ndio ambayo yanafanya timu inashindwa kuendana na kile ambacho walikuwa wanakionyesha. Kwa mfano, Tabora ambayo inamfunga Young Africans, katikati alikuwa anacheza Munganga pamoja na Morris Ogochuku. Morris Chuku sasa hivi hayuko, na maana Munganga anacheza kwenye lile eneo tayari ambaye mtu ambaye Asebu alikuwa jezi namba 8 kwa anacheza Shedrack Asebu, lakini mara nyingi alikuwa anacheza Munganga pamoja na Morris Chuku. Kwenye eneo la ushambuliaji, mtu ambaye alihusika kwenye magoli yote matatu walipowafunga Young Africans alikuwa ni Yakuba Sonye. Yakuba Sonye ni muda mrefu sana toka alipoumia. Hata unakumbuka kwenye mchezo kabla ya mchezo dhidi ya Simba ndo michezo ambayo Yakuba alianza kukosekana kutokana na injury. Na amekuwa ni mmoja wa wachezaji ambao wana mchango mkubwa sana, na amekuwa anawanufaisha wachezaji wenzake wote anaocheza nao kwenye eneo lile. Whether ni Eritia Makambo au Ofen Chikola. Sasa hivi kwenye eneo lile amekuwa akicheza Shedrack akandwa nao. Uganda sio pembeni. Akandwa nao. Ni mchezaji ambaye yeye mwenyewe jinsi ambavyo anacheza anahitaji kuwa na mchezaji mwingine ambaye atamnufaisha yeye. Si mchezaji ambaye atawanufaisha wale wenzake ambao wanacheza nao katika box. Kwa hiyo unaona sasa hivi hata ile rate yao ya kutengenezaji wa nafasi imekuwa ni ndogo. Ni whether itapigwa cross, atakutana nayo Eritia Makambo, atafunga kwenye nafasi ambayo inawezekana isiwe ni clear chance. Inaweza ikawa ni 50-50 chance. Mfumo ambao magoli mengi yametengenezwa hayo kwa pembeni kwa upande wa Tabora United. It's okay. Kiasi idadi ya nafasi ambazo walikuwa wanazitengeneza kadiri muda unavyozidi kwenda, ndio maana nakwambia performance yangu ya mwisho kuiona ya Tabora ni mchezo dhidi ya Kagera. Yaani hata idadi ya nafasi ambazo wamekuwa wakizitengeneza imekuwa inaendelea kushuka kadiri muda. Ndio maana hoja yangu ya mwanzo ni nini hapo Hamisa? Mechi baada ya mechi ya Kagera, Tabora ilicheza na nani? Wamecheza michezo miwili, dhidi ya Dodoma Jiji, dhidi ya Ken Gold wametoka sare, tena wametoka nyuma kwa 1-0. Wamekuja kwa Dodoma Jiji wamepata ushindi wa 1-0. Baada ya hapo Anset ameondoka. Ndio maana nikakwambia mwanzo, usianalyze team kwa kuwa imedraw, kwa kuwa imefungwa mchezo, kwa kuwa imeshinda mchezo. Ndio maana nasema kwa hiyo michezo hiyo miwili ukiangalia ili kufanya kwamba kuona kwa timu imeshuka. Ukienda kwenye orodha ya mechi ambazo wamezicheza, utakataa hichi ninachokuambia. Lakini kama umekuwa ni mtu ambaye unatazama mechi za Tabora, utaona mabadiliko kwenye kikosi chao. Cha kwanza kabisa nimekwambia, idadi ya nafasi tena inawezekana ikawa mchezo wa Kagera ikawa nimesogea mbali sana. Kama uliangalia mchezo wao dhidi ya Namungo, ni mchezo ambao paka mchezo unaisha unajiuliza Namungo kwa nini mchezo hamjaushinda? Kwa sababu wao ndo walitengeneza nafasi nyingi kuliko nafasi ambazo Tabora United walizitengeneza. Lakini at the end of the day zile nafasi ambazo walizitengeneza Namungo ni utaweza kusema ubutu wa safu yao ya ushambuliaji ukawafanya Tabora nafasi zao walitengeneza 2. Kwanza ya Ofen Chikola tena haikuwa yamini ya Eritia Makambo anafunga goli la pili, ni chance fulani ambayo inawezekana golikipa angeweza kufanya zaidi. Kwa hiyo hapa tunaianalyze Tabora ipi? Tunaianalyze Tabora ambayo ilicheza mchezo wa kwanza dhidi ya Yanga, then tunaianalyze Yanga ambayo ilicheza mchezo dhidi ya Tabora. Utofauti ni kwamba Tabora ilikuwa ni timu ambayo iliweza kutumia yale madhaifu ambayo Yanga walikuwa nayo, ambayo Coast walishindwa kuyatumia, ambayo timu nyingine zote walishindwa kuyatumia. Lakini kumbuka pia Yanga ambayo ilicheza dhidi ya Tabora kwa kipindi kile ilikuwa ni Yanga ambayo ilikuwa inapitia wakati mgumu. Performance yao ilikuwa si wachezaji tu, performance yao kiujumla ilikuwa imeshake. Tofauti na sasa hivi unakutana Tabora ambayo kuna namna ambavyo imeshake, plus Yanga tayari imekwisha sogea katika nafasi ya juu. Ndio maana nakwambia kuna mabadiliko ambayo huenda hata kama angekuwa ni Set Makiadi bado ingekuwa ni ngumu kuyabadilisha, kwa sababu mwalimu achezi uwanjani, yeye anafanya kazi uwanja mazoezi, nyinyi wachezaji ndio mnakwenda kucheza katika uwanja wa mechi. Mchango wake upo. Ila issue ni kwamba hawa wachezaji, ujue mchezaji fomu yake inawezekana ikashuka kwa wakati husika. Si rahisi kurudisha fomu ya mchezaji kama ambavyo inatazamiwa ni rahisi kuirudisha. Hamisa, tuangazie takwimu za Young Africans kwa wakati huu hapa kuhusiana na michezo ambayo wameicheza mpaka hivi sasa. Young Africans wao wamecheza michezo 22, ushindi katika michezo 19, sare mchezo mmoja, wamepoteza michezo miwili, mabao ya kufunga ni 58, mabao ya kufungwa ni 9, alama 58, nafasi ni ya kwanza. Michael Hiera, nafikiri ni vitu viwili ambavyo vinaweza vikawa
utofauti kwa maana ya maeneo ya namba ambazo zina display kwa maana ya kile ambacho Yanga amekiachieve na kile ambacho wamekipata Tabora United kwa msimu huu. Lakini kinachobakia hapo ni kwamba ni timu za madaraja tofauti ambazo pengine hata malengo na kila kitu kinakuwa ni tofauti katika msimu unavyokuwa unaendelea. Kwa Yanga unaweza kuwapongeza kwenye baadhi ya maeneo kwa maana ya jinsi ambavyo timu imefunga magoli mengi zaidi. Unaweza kuona ni mara mbili pengine ya magoli ambayo wameyafunga Tabora United katika mechi 23 ambazo wamecheza mpaka sasa. Lakini unaangalia wao wamefunga magoli 58. Maana yake ni kwamba ni namba kubwa zaidi ya magoli ambayo wao wameyafunga. Lakini unaangalia kwenye namba magoli ya kufungwa, wakati Tabora United yake amefungwa magoli 28, Yanga amefungwa magoli 9 peke yake. Inaweza kana kuonesha picha kwamba kwenye eneo la kuzuia kwa hizi timu mbili kwenye comparison unaweza kuona Yanga pia wako na namba nzuri kwenye hilo eneo. Plus alama ambazo wamezikusanya, lakini pia idadi ya mechi ambazo wamepoteza na kutoa sare. Unaweza kuona Tabora amesare kwenye mechi 6 na kupoteza mechi nyingi kuliko ambazo Yanga amepoteza. Pengine kwa Yanga kitu ambacho kinaweza kikawa kwao kina wapa nafasi ya kuweza kupambana zaidi ya Tabora ni katika takwimu ambazo zinaonekana hapa. Kwenye zile mechi ambazo wamepoteza, mechi moja kati ya hizo mbili walipoteza dhidi ya Tabora United. Ndicho ambacho anaenda kukitafuta sasa kwenye mechi kwamba isije ikatokea kwenye takwimu ambazo zita display next Yanga kwenye mechi za kupoteza ikawa ni 3, alafu ikaonekana kwenye msimu amedondosha alama 6 against timu moja ambayo ni Tabora United. Nafikiri ile ndilo jambo ambalo Yanga anaweza akawa analipambania kwa wakati huu, kuona anawezaje kuweka mazingira yao katika hali ya usawa zaidi. Lakini wanakwenda kucheza na Tabora ambayo sofa unasema pengine kwenye kipindi hiki ambacho ligi ilikuwa imesimama na timu imepitia mabadiliko makubwa kwa maana ya kubadilika kwa mwalimu kutoka Anset ambaye alikuwa anaifundisha timu kwa wakati huo. Sofa nafikiri kwangu tunatakiwa kumpa credit zake Makiadi kwa kile ambacho alikifanya akiwa na Tabora United. Unasubiri kuona kocha mpya Genesis ataenda kufanya nini kwenye kikosi cha Tabora United. Na hapo baadaye pia tutaungana na makocha wa timu zote mbili, Young Africans pamoja na Tabora United, press yao kuweza kuzungumzia kuhusiana na matayarisho kuelekea mchezo wa hapo kesho. Kumbuka pia mchezo mwingine hapo kesho utakutanisha Pamba Jiji Football Club wana Kawekamo wana TP Lindanda wakipambana dhidi ya Namungo Football Club the Southern Killers. Ni vita kati ya Fred Felix Katarei ya Majeshi Baba Isaya Minziro dhidi ya Juma Ramadhani Mgunda Pep Guardiola kutokea jijini Tanga. Mchezo huu utaanza saa 8 kamili mchana katika uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza. Na tuangazie takwimu za Pamba Jiji Football Club wana Kawekamo, mabingwa wa kombe muungano mwaka 1990. Mpaka hivi sasa wamefanya nini katika ligi kuu ya NBC kwa takwimu zao za ligi kuu msimu 2024-25 baada ya kupanda ligi kuu kutocheza zaidi ya miaka 20 na ushe baada ya kushuka daraja. Michezo 23, ushindi michezo 5, sare michezo 7, kupoteza michezo 11, mabao ya kufungwa 14, mabao ya kufungwa 25, alama 22, nafasi ya 13. Fred Felix Katareia Majeshi Baba Isaya Minziro wamezidi kuifanya Pamba angalau kusema kwamba tunapambana vita kusalia ligi kuu bado ni mbichi kwao. Yeah. Kwenye kile ambacho Baba Isaya amekifanya, unaweza kuona ameongeza namba ya mechi ambazo timu imeshinda. Kwa maana ya lile box la pili kwa upande wa kwao, kiacha michezo ambayo amecheza, angalau kwenye mechi ambazo ameshinda kwenye msimu huu, unasema Felix Minziro amefanya kazi kubwa kwenye kikosi kwa maana ya kuifanya timu angalau kuwa na hali tofauti ya kiuchezaji, lakini pia timu inaonekana ku-maintain kile ambacho anaweza akawa anakipata kwenye mechi husika. Kama anapata goli lao moja, wana ubora kwenye eneo la kuzuia na akapata alama 3 kwenye mechi ambavyo huwa inaendelea. Lakini unachojaribu kuangalia kwa Pamba Jiji, pengine wamejitahidi kwenye kipindi cha hivi karibuni kurudi kwenye fomu ambayo inaweza ikawa nzuri, kwa maana jinsi ambavyo timu inacheza na mapambano yao ambavyo yamekuwa, wameshinda dhidi ya hata zile mechi ambazo nasema ilikuwa ni mechi ambayo kwa namna kubwa wao walikuwa wapewi nafasi ya kufanya vizuri kwenye mechi, lakini wanakwenda kwenye mechi husika wanakuonesha kwamba tupo tofauti na naenda kupata matokeo ambayo yalikuwa ni mazuri kwenye mechi ambayo pengine ilikuwa haidhaniwi kama anaweza kufanya hivyo. Sasa
wanaenda kucheza dhidi ya Namungo kwenye mechi ambayo unaangalia nafasi ya Pamba kwenye msimamo wa ligi nafasi ya 13. So far sio nafasi nzuri sana. Sio nafasi ambayo inakupa yani ile amani kwamba nipo maeneo salama. Bado ni nafasi ambayo kwa namna yote ambavyo itakuwa unatakiwa kucheza kwa tahadhari ukiwa unatamani kutoka kwenye nafasi kwenda juu zaidi. Sasa unatokaje kwenye nafasi kwenda kwenye nafasi ambayo itakuwa ni nzuri zaidi? Nafikiri unaweza ukawa unatamani kufanya vizuri zaidi. Kitu kizuri kwa Pamba ni kwamba kwenye mechi 7 ambazo zimesalia za ligi kuu wana mechi 5 ambazo wanakwenda kucheza kwenye uwanja wa nyumbani. Na moja wapo ndio hiyo. Mechi ya kwanza wanaenda kuanza dhidi ya Namungo. Maana yake ni kwamba kama kweli wanatamani kutumia vyema uwanja wa nyumbani na kubakia kwenye ligi comfortably kabla pengine mambo hayajachanganya kwenye mechi 2 za mwisho, nafikiri hizi ndizo mechi ambazo wanatakiwa kutumia advantage ya kucheza vizuri zaidi. Na kuongezea hapo Michael ni kwamba wameonyesha kweli kwamba wanaweza kutumia uwanja wao nyumbani vizuri. Kwa sababu toka mwaka huu umeanza wamepoteza mchezo mmoja tu nyumbani tena dhidi ya Young Africans, jambo ambalo wala uwezi jambo ambalo hapana mwaka huu okay, mwaka huu toka umeanza ya ni mchezo mchezo dhidi ya Young Africans ambapo uwezi kumlaumu Pamba kwa kupoteza mchezo huo, na pia alikuwa na performance nzuri sana, na pia kuna nafasi ambazo alizipata ambazo wenda angeweza kufunga mabao. Yaani unaweza kusema kwamba toka alipofungwa mchezo dhidi ya alifungwa na Tanzania Prisons hajapoteza tena kwenye uwanja ambao ulikuwa ni mwaka jana Disemba, hajapoteza tena mchezo kwenye uwanja wake wa nyumbani. Kwa hiyo kwangu namuona Namungo katika nafasi ngumu sana ya kuweza kuchukua hizi alama dhidi ya vijana wa Fred Felix Mizero ambao wamekuwa wakiutumia uwanja wao vizuri toka mwaka huu 2025 ulipoingia. Sawa. Hapo shikilia hapo. Ndio tukamwangalie Ankali. Kwanza tusalimiane. Asalamu alaykum. Sawa, tuangazie takwimu za Namungo Football Club mpaka hivi sasa. Michezo 23, ushindi katika michezo 6, sare michezo 5, kupoteza michezo 12, mabao ya kufunga ni 16, mabao ya kufungwa ni 28, alama 23, nafasi ya 12, ni vita nafasi, alama 22, alama 23, nafasi ya 13, nafasi ya 12 ni anayepigwa kesho Namungo ili asogee amkimbie zaidi Pamba au Pamba amshushe Namungo asogee juu zaidi. Hamisa. Na ujue kitu ambacho ni interesting sana kwa hizi timu ambazo zipo nafasi za chini ni kwamba mmoja akishinda tu mchezo wake anasogea paka juu. Kwa mfano kama Pamba akifanikiwa kushinda huo mchezo anasogea paka nafasi ambayo yupo kwa Coastal Union. Kutokana na gap la alama namna ambavyo lipo ni gap dogo sana. Ila issue kwa Namungo ambavyo ipo ni kwamba ni timu ambayo imekuwa inashindwa kumaliza mchezo. Yaani hata katika moments ambazo wanapata goli namna gani ambavyo unajilinda kulinda huo mtaji wako mdogo ambao umekuwa nao kwenye mchezo, namna gani ambavyo unajilinda, na hiyo yote inachangiwa na ile safu yao ya ulinzi kuanzia ambapo anacheza whether ni Hamisi Alifa Nyenye kwenye lile eneo paka kurudi nyuma ambapo wapo wakina Dani Amoa, ni namna gani ambavyo unakuwa unajilinda. Kuna nyakati ambazo imekuwa ni ngumu sana kuweza kuabsorb yale mashambulizi ya timu pinzani. Kwa hiyo kwangu inawezekana wakapata goli, lakini unajilinda vipi dhidi ya ile safu ya ushambuliaji ya Pamba ambayo imeonekana ni mwiba sana kwa timu nyingi sana. Naona Namungo katika nafasi ngumu sana kwenye mchezo huo. Sawa, wakati ukiwa huo ni mchezo kati ya Namungo Football Club dhidi ya kikosi cha Pamba Jiji Football Club. Tuangazie takwimu ya michezo mingine ambayo itakwenda kuchezwa hapo kesho. Kumbuka Fountain Gate wao watakuwa wanakaribisha kikosi cha Singida Black Stars. Tuangazie takwimu za Fountain Gate kwa hivi sasa. Michezo 23, ushindi michezo 8, sare michezo 4, kupoteza 11, mabao ya kufunga 28, mabao ya kufungwa 40. Hali ni tete kweli. Mabao ya kufungwa, alama 28, nafasi ya 7. Wapinzani wao ambao wanapambana nao ni Singida Black Stars. Takwimu zao zipoje Singida Black Stars mpaka hivi sasa katika duru hili la ligi kuu ya NBC? Takwimu za Singida Black Stars, hawa hapo the Big Stars. Michezo 23, ushindi michezo 13, sare michezo 5, kupoteza michezo 5, mabao ya kufunga 32, mabao ya kufungwa 19, alama 44, nafasi ya 4. Mechi ambayo iko na sema kama ndugu wa baba moja, lakini baadaye wakaja wakatengana. Iko inaitwa Singida Fountain, baadaye ikawa ni Fountain Singida, ikaondoka ikazaliwa upya sehemu nyingine kabisa huko. Ni mechi nyingine tamu ya kuweza kuishuhudia katika uwanja wa Tanzania kwa raha.
Nafikiri ni mechi ambayo ina radha yake kwa sababu ya haya mazingira ambayo yataja ya hapo nyuma ambayo yanaweza akawa na kuonesha pengine kama kulikuwa na bond kati ya Singida Black Stars dhidi ya Fountain Gate. Lakini kingine ambacho kinabakia kuwa kwenye mechi kinaweza kani bora zaidi, unaweza kawa naangalia Fountain Gate ambao wamepitia, yani ni kama timu ambayo imepitia mengi katika msimu huu kwa maana kupanda na kushuka kwa fomu yao. Timu ambayo mwanzoni wakati ligi inaanza ilikuwa na kuonesha uimara zaidi kwenye eneo la kushambulia na jinsi ambavyo timu ilikuwa inapata magoli kwa maana ya kufunga. Lakini moja kati ya weakness kubwa ambayo Fountain Gate wameionyesha na inakuwa supported pia na namba ni jinsi ambavyo timu yao huwa inazuia. Ukiangalia kwenye namba, timu imeruhusu magoli 40. Ni magoli mengi so far kwa timu kuruhusu kwenye mbio za ligi kuu. Kwa nini? Kwa sababu unategemea sasa ili upate alama 3. Maana yake ni kwamba ufunge zaidi kuliko ambavyo mtakuwa mnaruhusu kwenye mechi husika. Yaani ikitokea mechi imechezwa, washambuliaji wako wafunge magoli 3, alafu mruhusu magoli 4 ili mpate ushindi magoli 3-2. Ndicho ambacho kinaonekana kwa kiasi kikubwa kwenye timu ya Fountain Gate. Kwa nafikiri moja kati ya weakness ambayo kwa haraka wanatakiwa kupambana nayo kuona jinsi gani ambao wanaweza kaa kwenye mstari mzuri. Sawa. Tuangazie mechi nyingine tena kesho ambayo itachezwa ni kati ya KMC dhidi ya Tanzania Prisons wa Jela ambapo tuangazie takwimu za timu hizo mbili kwa wakati huu mpaka wanakwenda kucheza mchezo hapo kesho. KMC michezo 23 chini ya Kalimangonga Kali Ongala, ushindi michezo 6, sare michezo 6, kupoteza michezo 11, mabao ya kufunga ni 16, mabao ya kufungwa 34, alama 24, nafasi ni ya 11. Wakati wenzao Tanzania Prisons wa Jela chini ya kocha Amani Josia, wao takwimu zao zipoje? Hawa ni mabingwa kombe la Muungano mwaka 99 kipindi hicho, lakini kwa wakati huu michezo 23, ushindi michezo 4, sare katika michezo 6, kupoteza michezo 13, mabao ya kufunga 12, mabao ya kufungwa 31, alama 18, nafasi ya 15. Hamisa, tumekuwa na safu bora ya ushambuliaji ama tumekuwa na defense mbovu? Idara ya kuzuia imekuwa ni shida kidogo kwa sababu timu naona zinafungwa mabao mengi sana. Tumekuwa na safu nzuri ya ushambuliaji, tunajisifia kama katika ligi, ama ni idara inatengeneza makosa mengi ya ulinzi? Na jibu la haraka ni kwamba hawezi kuacha kutoa credit kwa mfungaji, ila tumekuwa na makosa mengi sana ambayo ya kiulinzi yamekuwa yakifanyika. Ndio maana kwa nini nasema hivyo? Ingekuwa magoli mengi ambayo timu nyingi zinaruhusu yanatokana na udhaifu wa miundo yao ya kiulinzi, ningesifia moja kwa moja safu za ushambuliaji bila kutoa credit kwa washambuliaji. Lakini magoli mengi ambayo yamekuwa yakifungwa yanasababishwa na makosa ya mchezaji mmoja kwenye eneo la ulinzi. Mara utapigwa mpira kaunawa mkono, au utapigwa mpira sijui kaugusa mpira vibaya umeenda golini. Yaani magoli mengi ambayo yanakuwa produced mengi yanatokana na safu ambazo ni mbovu za kiulinzi. Na pia hapo umeona timu ambazo tumezitaja mechi zao ni timu nyingi ambazo zipo katika nafasi za chini. Pia jambo lingine ambalo linakuonyesha kwamba si kama tuna safu bora sana za kiushambuliaji, ila tuna safu labda naweza ngasema za wastani, ni kwamba timu nyingi sana zimefunga magoli machache. Angalia namba ya magoli ambayo wamefunga Prisons na idadi ya mechi. Ina maana kuonyesha kwamba si timu ambayo wala ina assurance ya kufunga goli kwenye kila mchezo. Wana magoli 12 kwenye michezo 23 ambayo wameicheza. Ukiongeza mchezo mmoja na kwa 24, na maana huna kwanza uhakika wa kufunga goli kwenye kila mchezo ambao unaucheza. Kwa hiyo inakuonyesha pia hata safu za ushambuliaji zimekuwa hazizalishi magoli mengi, zinasubiri paka makosa yanapokuwa yanafanyika ndio wafungwe. Ndio maana ukiangalia Fountain magoli mengi sana ambayo wanafunga bao moja baada ya mechi. Ukiangalia Fountain wamekuwa magoli ambayo wamekuwa kiafungwa mengi yanatokana na makosa ambayo wamekuwa kiafanya walinzi wao kwenye eneo lao la ulinzi. Ndio maana mara nyingi wanasema huwa wanaumiza sana vichwa walimu wao, kwa sababu kuna yani ukiwa unafunga magoli ambayo yanatokana na muundo mzima wa timu, inawezekana mwalimu ikawa rahisi kusolve kuliko wewe mchezaji mmoja unapokuwa unafanya makosa. Sasa mchezo kati ya KMC dhidi ya Tanzania Prisons ni aina ya mchezo ambao kama utaamua kutupa magoli, utatupa magoli mengi.
kama hutoamua kutupa magoli basi hutotupa magoli, kwa sababu ukiangalia Prison kutengeneza nafasi kwa imekuwa ni shida sana. Jinsi hata ambavyo wanafika kwa mpinzani imekuwa shida. KMC jinsi ambavyo wanazuia wamekuwa wakifunga magoli ya kila aina. Set plays wanafungwa, open play wanafungwa. Kwa hiyo maana nasema ukiamua kutunyima magoli basi unaweza ustupe kabisa magoli, mchezo usiwe na magoli. Ila ukiamua kutoa magoli naamini GG kwenye timu zote mbili inawezekana zikawepo. Sawa, kumbuka kesho pia michezo hii inachezwa. Tutakuwa tuna uchambuzi mpana zaidi kuhusiana na kuelekea katika michezo hiyo kwa hapo kesho. Lakini kwa wakati huu tukaangazia ligi kuu ya wanawake Tanzania bara, ambapo timu ya CSC Queens yenye maskani yake mkoani Iringa jana imeshindwa kufurukuta kwenye uwanja wa nyumbani dhidi ya Gates Program kutoka Dodoma baada ya kutoshana nguvu ya bila kufungana. Kwa nukta hiyo Gates inafikisha alama 7 akiwa na alama 6, huku CSC Queens akifikisha alama 19 akiwa nafasi ya 4 kama anavyoeleza mwenzetu Muhammad Nyaulingo. Ni mchezo wa ligi kuu ya wanawake Tanzania bara ambao umepigwa katika uwanja wa chuo kikuu cha Mkwawa hapa mkoani Iringa, kutokana na uwanja wa Samora ambao umekuwa ukitumika mara kadhaa. Hii leo asubuhi kuswalia ibada ya Eid al-Fitr, lakini kuanzia mchana basi baraza la Eid ndio likawa linaendelea hapo, hivyo timu hii kalazimika kuja katika uwanja huu. Ulikuwa ni mchezo mzuri kwa dakika zote 90, walimbwende hawa walikuwa wakivutana kila upande, lakini mvua ambayo imenyesha kuanzia majira ya mchana hivi huenda ndio imechangia kwa kiasi kikubwa mechi hii kutokuwa ya ufundi zaidi, kwani mpira ulikuwa unachezwa juu zaidi kutokana na uwanja wenyewe kuloa. Lakini wenyeji Siasia wamepata nafasi kadhaa, lakini wameshindwa kuzitumia, hasa kipindi cha pili. Baada ya dakika 90 kumalizika, nimezungumza na walimu wa timu zote mbili, tukianza na mwalimu kwa upande wa Siasia kwanza kutaka kufahamu safu yake ya ushambuliaji imekuwa na changamoto kiasi gani. Nimeliona nitachukua kwa sababu kuna break ya mwezi mmoja na nitawapa break kama ya wiki moja na kidogo, then tukirudi nafikiri ndio sehemu kubwa nitakayofanyia kazi, kwa sababu nimeona tuna game mbili hatujascore goal hata moja. Kwa hiyo nitafanyia kazi ili mechi zinazofuata tuweze kuscore. Hali ya pitch imesababisha tutoke kwenye system ya aina ya uchezaji wetu, ndio imetuletea shida, na wao wenzetu walikuja kwa kujihami zaidi na wamefanikiwa, mbinu yao wamefanikiwa, wameweza kupata pointi moja. Nafasi yetu kwenye ligi sio nzuri. Sasa kama nafasi yetu kwenye ligi sio nzuri, hapo utagundua kwamba umuhimu ulikuwa unahitajika sana kupata pointi za hivi leo. Kwa hiyo sisi tunachopambana cha kwanza kubakisha timu. Hicho ndio kitu cha msingi. Kwanza tunapambana kupata alama. Kama tunafanikiwa kupata alama katika game kama hii away katika uwanja kama huu, naamini katika tukitoka hata kwenye break ya ligi, na imani kwenye mechi zetu zilizobakia tunaweza kuwa beta zaidi. Mimi naamini hata katika kila michezo yetu ambayo imebakia tunahitaji alama hata 6 tu katika hizo mechi. Sababu ni mechi 3. Kwa hiyo tukipata alama zetu hata 6, sisi tunakuwa tuko sehemu salama sana. Gates Program wanasema malengo yao yametimia, kwani walikuwa wanahitaji walau kupata alama moja ugenini, wakiwa na alama zao 6 kwenye msimamo wa ligi. Lakini Siasia wenyewe wanafikisha alama 19 na kwenda katika nafasi ya 4 wakiwashusha Mashujaa Queens. Hivyo malengo yao ni kuona basi wanamaliza ligi kwenye nafasi 4 za juu. Muhammad Nyaulingo, Azam Sports, Iringa. Nimependa jezi namba 24 wa Gates Program, yule amechafuka kweli kweli. Ile inaitwa ile mtu kazi uashoka hapa bana, jezi inachafuka. Zetu hiyo unachukua vidude vya penseli vile vya njano unaviweka huko masikio kama mchezaji kama mtu. Sawa, tusalie hapo hapo mkoani Iringa, ambapo miaka kadhaa mkoa wa Iringa umekuwa ukishuhudia kuhusiana na ligi kuu ya Tanzania bara ikiweza kuchezwa hapo, na hususan uwepo wa timu ya Lipuli FC maarufu kama wana Paluhengo, Runoge, Ruweki, wazee wa mapango. Lakini timu hiyo imekuwa imedondoka katika madaraja mbalimbali, na sasa hapo baadaye tutakuja kuiangazia anguko la Lipuli. Ukitaja wachezaji ambao walipita Lipuli ilikuwa ni kiboko kabisa, wakina Musa na mpaka Chibwabwa, wakina Freddy Tangalu, Jimmy Shoji Mwaisondola. Kaka Lipuli ilikuwa na watu Yanga Afrika pale kula 2-0. Tarajia hii ni Viwanjani, baba wa vipindi vyote vya michezo hapa nyumbani Tanzania. Nipo na Michael Hiera pamoja na Hamisa Abdurrahman. Mimi ni Saidi Salim Msudi.